Jamani, hakuna raha yoyote ya kipochi manyoya ambacho kimejaa nywele. Uke ambao umejaa nywele hauna raha. Manake wakati wa shughuli, by the time unamaliza wewe kama mwanamume umekatika, alafu basi nywele zenyewe ziwe ni kipilipili kama hizi zangu, utaumia wewe, utauguza majeraha. Jambo la kwanza. Jambo la pili, kipochi manyoya ambacho kiko na nywele, jamani, usafi huwa ni ngumu sana. Yani usafi utamea chawa wewe dada. Kipochi manyoya chako kitakuwa na chawa hicho. Usafi ni kitu muhimu sana. Siku hizi kina dada wengi hata kuvaa chupi za ndani hawavai. Halafu imagine huyu hajavaa chupi ya ndani, halafu pia ana nywele. Vumbi lote la barabara ambalo unatembea na kuvuta viatu vyako vya par unangangana, vumbi lote linaingia huko ndani. Halafu unatarajia mpenzi wako mkiwa naye kitandani akupige mnyonyo. Wewe ulisikia wapi? Mwanamke watu akitoka hapo yashikwa na sinus. Mwenyewe akitoka hapo anashikwa na homa, anakohoa kisa na sababu unamlisha vumbi. Jamani, hapana. Usafi kwa kipochi ni muhimu sana. Watu wanyoe. Kuna raha yake wakati unapiga mnyonyo mtu, wakati unaenda unazama chumvini kwa mpenzi wako akiwa amenyoa vizuri. Na sio kwamba unyoe kabisa mpaka uwe laini kama hapa kwenye ngozi, hapana. Unanyoa kama ile namba 1. Wakati wale watu ambao wanakwenda kunyoa huwa kuna vijinyele unaviacha, maana vile vijinyele viko na kazi yake. So unyoe kipara kabisa, maana pia nayo huwa haifai. Ile ngozi yako unafaa uiprotect. Sawa. Ndio unapata kuna wanawake wengine wanakuwa na vipochi manyoya viko na pelepele. Wakati unanyoa usinyoe ukamaliza, acha tu vinyenyele kidogo tu, namba 1 pale. Sasa halafu wakati unanyoa kwa umakini. Halafu kisha maliza unachukua maji warm, unatap pale kwenye ile ngozi yako vizuri, unajisafisha vizuri, halafu unakaa siku 2-3 kabla hujafanya tendo, ili ile ngozi yako ihil. Uko kutoka moja mpaka hapo kwa wale ambao mtu ananyoa kipara. Lakini kwa yule mtu ambaye anafanya kutrim zile nywele, basi ngozi yako usiwe iko sambamba bwana. Wewe endelea tu na shughuli. Lakini usafi kwa mwanamke jamani, hata kwa mwanamume ni muhimu. Mimi binafsi sipendi na naenda kuangalia uume wa mtu, ama nataka mwenye naenda kumnyonya mtu wangu, alafu mtu wangu ana manyele bwana. Nashangaa naanza kutembea na madental floss hapa, nikitoa nywele zako zenyewe ni ngumu, nywele zako kipilipili, halafu naziacha hapo. Hutaki kunyoa wewe? Kwani ni mtu aina gani wewe? Nyoeni. Kipochi manyoya kisafi huwa ni kitamu. Mwanamume pia na uume wake ambao umenyolewa vizuri ni mtamu. Unaweza kaula hivi, unaumeza, unautafuna na ulimi. Lakini wewe mwenyewe ukiangalia hivi, ukijaribu kushika hivi tayari nywele ishakukwamilia kwenye meno. Ama sisi wenyewe tuko na meno ambayo yako na gap. Jamani, mnataka kututesa. Jamani, sidhani kama kuna kitu kingine kitamu kama kipochi manyoya jamani. Zaidi ya kipochi manyoya sidhani. Mwenyezi Mungu alikileta na sababu, na basi kiwe kitamu na kiwe kisafi.